akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali ana uzima wa milele. Watu wa Mungu wa Chibelela, huu ni upendo wa aina gani? Huu ni upendo wa aina gani? Wewe unatambua kuna mtoto mmoja, alafu huyo mtoto mmoja unamtoa kwa ajili ya watu wengine. Ndio huu upendo Yesu anaonyesha, Mungu anaonyesha. Akamtoa mwanawe pekee ambaye alikuwa ni urithi wake, akamtoa kwa ajili yetu sisi wanadamu, ili kwa huyo sisi tufunguliwe, sisi tuokolewe, sisi tukate kwenye vifungo, sisi mauti zisitutese. Raya kaya badi ya toyani rika ya dini. Huu ni upendo wa aina ya ajabu sana. Huu ni upendo wa juu sana. Huu ni upendo wa juu sana ambapo wanadamu hawezi kaonyesha. Labda hawa na upendo wa Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika Luka 15. Ukisoma katika Luka 15 kuanzia mstari wa 11. Biblia inasema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa na watoto wawili. Yule mdogo akasema, "Baba, nipe hela, sehemu ya mali yangu inaangukia kwangu." Baba yake akampatia, alafu akaenda akazitapanya zile hela, akatumia kwa washerati, akatumia kwa mambo mabaya, mpaka akafika hali amekuwa mhitaji na hana hela tena na yuko katika nchi ya ugenini. Akasema, akaanza kujishibisha kwanza kwa chakula alichokula nguruwe, akaanza kujishibisha. Biblia inaniambia alipozingatia, alipokumbuka ya kwamba watumishi wangapi nyumbani kwa baba yangu wanakula na kusaza, alafu mimi ninashibisha kwa maganda ya nguruwe, akasema nitakwenda kwa baba yangu. Akasema nitakwenda kwa baba yangu, nitakwenda kwa baba yangu, nitamwambia Bwana, Baba, sistahili niitwe mwanao, sistahili niitwe mwanao, lakini nifanye kuwa mmoja wa watumishi wako. Lakini cha kushangaza, sema majeshi, cha kushangaza ni kwamba alipokaribia katika nyumba ya baba yake, baba yake alitazama kwa mbali, akaona mtoto wake anakuja, akasema, "Watumishi, leteni nyama aliyenona tukamtengeneze kwa ajili ya mwanangu." Sitakuita mtumwa, wewe ni mwanangu. Hata kama umetapanya, hata kama umetumia hela zangu vibaya, lakini akasema, "Leteni mwana kondoo, leteni ndama aliyenona." Akachinja, akafanya sherehe, akasema ya kwamba ulikuwa umepotea, lakini leo umerudi. Sitazame uchafu wako, sitazama uliyofanya nyuma, lakini natazama ya kwamba umerudi. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo Mungu anaonyesha. Hivyo ndio Mungu anavyokutazama mtu wa Chibelela. Utakapompokea, hata angalia ulifanya nini nyuma. Ulikuwa ni unafanya aina gani ya uchafu? Ulikuwa ni mwizi? Ulikuwa ni aina gani ya uchafu? Lakini Mungu utakapompokea huyu Yesu ambaye tumemleta habari njema mahali hapa, hata tazama ule uchawi, hata tazama ule ulozi, hata tazama matendo mabaya uliyofanya, hata kubadilisha historia yako. Anasema, tazama ni furaha mbinguni mtu mmoja akiokoka, mtu mmoja Chibelela akiokoka na kumtii Yesu Kristo atapata wokovu. Amen, amen. Majeshi, Mungu awabariki. Watu wa Chibelela, unaona Yesu alivyo mzuri, kwa mabinti wazuri kama hawa, kwa vijana wazuri kama hawa. Aoni haya, mtaja Yesu. Aya rabari ya sayatoria. Ika rabari ya zoyani. Yesu ni mzuri. Sisi tumekuja na neno moja tu. Hatujalishi ulikuwa unaishije kwenye. Sisi tumekuja na neno moja tu ya kwamba Yesu ni mzuri. Na Yesu anakupenda. Hauhitaji ufanye matendo mazuri. Kuna mtu anajiuliza, "Sasa Yesu anaweza kunipokea hivi nilivyo mpaka nianze kutenda matendo mema ndipo nitaanzipokea?" Hapana. Muda huu hajalishi umetoka kufanya nini sasa hivi, lakini muda huu ukiazimia kutoka ndani ya moyo wako ya kwamba Yesu alifufuliwa kutoka katika wafu, utapokea wokovu. Haitaji mpaka uanze kutenda matendo mema. Mungu anakutaka hivyo hivyo.
kwa ajili ya kazi yangu. Ninamhitaji kwa ajili ya kazi yangu. Ninamhitaji kwa ajili ya kazi yangu. Watu wa Chibelele, neema imefika. Usiseme kesho, usiseme kesho. Leo wakati ni sasa, wakati sio baadaye, wakati sio kesho, wakati ni huu wa sasa, wakati ni huu wa sasa. Haujui kesho itakuwaje. Mungu ameleta neema hii, ametumia gharama kubwa kuwaleta watoto wake, kuwaleta watoto majeshi. Kwani nyinyi mko mtaki kwenda nyumbani? Lakini nimekuja kuleta ubiri, nimekuja kuleta uinjilisti mahali hapa. Ni kwa ajili ya watu wa Chibelele wampokee Kristo, maisha yao yabadilike. Mtumishi wa Mungu, naomba unisomee katika Mathayo 3:16. Mathayo 3:16. Yesu anawapenda watu wa Chibelele. Yesu anawaozia mema. Yesu anataka kuikomboa ardhi hii ya Chibelele isisumbuliwe tena na vifo vya watoto wadogo. Hayo sio mapenzi ya Mungu. Kwa nini watoto wadogo wafe wakati Mungu amesema katika Isaya 65 ya kwamba hapata kuwa na mtoto wa siku chache wala mzee asiyetimiza miaka yake? Amesema mtu atakufa akiwa na miaka 100. Kwa nini tunapoteza vijana wadogo? Kwa nini tunapoteza mabinti wadogo? Huo sio mpango wa Mungu. Kusudia Mungu, Mungu hataki kuumba afa vyo aondoe wakati kusudi yake halijatimia. Huo ni mpango wa shetani. Haiwezekani tukao tunapoteza vijana wadogo ambao ni taifa la kesho, ambao dunia inawategemea, ambao inategemea kufanya maendeleo katika ardhi ya Chibelele. Haiwezekani. Tunakataa vijana wa kiume kufariki wakiwa bado wadogo. Tunakataa mabinti kuondoka wakiwa bado hawajatimiza ndoto zao. Ndio maana tumeleta habari njema ya kwamba Chibelele, hebu mkiri Kristo, maisha yako Mungu akayalinde pamoja na uzao wako. Kitabu cha Mathayo mlango wa 3 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama ua akija. Amina, amina. Mungu akubariki sana mtumishi. Mathayo 3 mstari wa 16 anasema watu wale waliokaa katika giza wameona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Watu wa Mungu kutoka Chibelele, mwanga umewazukia. Giza linakwenda kuondoka, giza linakwenda kuondoka. Anasema katika Yohana 8 ya kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Giza likuwepo, Yesu akiwepo, giza linaondoka, kuna mwanga. Watu wa Chibelele, Mungu ameleta nuru kupitia hii uinjilisti ya kwamba mtoke katika giza. Amina. Majeshi na wafurahia. Mungu awabariki sana majeshi. Hebu majeshi ruka kwa Bwana. Majeshi ya Bwana, majeshi ya Bwana, majeshi ya Bwana. Raya Bwana. Rikata ya kariata. Rabazia. Watu wa Chibelele, mnamwona Yesu alivyo mzuri. Mnamwona Yesu alivyo mzuri. Hebu angalia mabinti wazuri namna hii. Mtoto Kristo, hebu angalia. Vijana wakubwa zaidi wenye ndoto kubwa. Hebu angalia vijana hawani haya kumtaja Yesu. Majeshi nikisema Chibelele mnasema kwa Yesu. Chibelele majeshi. Chibelele majeshi. Amina. Chibelele kwa Yesu. Chibelele sio tena kwenye giza. Chibelele mwanga umewazukia, kama anavyosema katika Mathayo 3:16 ya kwamba watu waliokaa katika giza mwanga umewazukia. Chibelele mwanga umewazukia.
umbali wenu, lakini mkimkubali kumpokea Yesu, kwa sababu Yesu anafanya ulinzi kwenye baraka, kwenye uchumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pengine anasema katika Yohana, nyinyi mkikaa ndani yangu na neno langu likakaa ndani yenu, ombeni lolote alafu nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Chibelela, inabidi sasa mkubali kukaa ndani ya Kristo, ili lolote mtakaloliomba Mungu akafanye, Mungu akachilie hizo baraka. Chibelela kwa Yesu. 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 Hakutakuwa na vifo tena vya vijana wadogo. Hakutakuwa na mauti tena. Tunakataa katikati ya ardhi hii. Tunatamka ya kwamba Chibelela imefunguliwa. Chibelela imefunguliwa. Na Chibelela ni ya Yesu, si la shetani. Riko ya badia zayato. Ikora badiko sayado. Ribabadiko sayato. Rikabadika sayato. Ende badiko sayata. Rikabadiko sayata. Epeperika tayaka. Repabadiko sayata. Ribabadiko sayande. Ezibabadiko sayata. Epepediko sayato. Repabadiko tayaka. Endika sayi. Amen. Majesty. Rikabadia zoyan. Esai karabadia. Etende kabadiko sayata. Ariko sayata. Rabadika sayata. Mungu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Yesu ni mzuri. Yesu anawazia mema. Yesu anawazia mema katikati ya ardhi hii. Anaiwazia mema. Tazama Chibelela ni makao makuu ya Tanzania. Makao makuu ya Tanzania. Chibelela lazima iwe ya Yesu. Tunakataa Chibelela kumilikiwa na shetani. Tunakataa Chibelela kumilikiwa na maagano na mizimu na wachawi. Tunatamka ya kwamba Chibelela ni ya Yesu. Amina. Mahali pengine anasema kwenye Matendo sura ya 2 mstari wa 21 anasema, na kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Watu wa Chibelela, hajasema watu wa Yuda mtu wakimwitia jina la Bwana wataokolewa. Hajasema Wamasai tu wakimwitia jina la Bwana wataokolewa. Amesema ya kwamba na kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Na watu wa Chibelela mko humo humo. Amen. Kila anapopita Yesu anatenda mema. Majeshi, Mungu awabariki. Kila anapopita Yesu anatenda mema. Akipita Chibelela anaachilia mema, anatenda mema. Akiwa Yudomu anatenda mema. Akiwa Arusha anatenda mema. Kila anapopita anatenda mema. Neno lake Bwana kwa mataifa mbalimbali. Na Chibelela haleluya.
Chibelela, mnaona rai? Mnaona rai? Rai inapatikana kwa Yesu tu. Unaona hizi tabasamu njojo vijana hao ni kwa Yesu tu. Ni kwa Yesu tu. Hakuna zaidi nyingine unaweza kupata. Anasema anamtegemea mwanadamu. Amen, amen. Rabadika sayat. Ikoradia. Abayi. Abadia. Sataya katayata. Ribabadia tayato. Ay. Etete katatayama. Atandiko sebati. Epaparia badaya. Eparia. Shaliko rabadia. Endiko siyatayaba. Irikabade tayato rasi. Iriko rabadia sayat. Tunakutukuza Yesu. Tunakutukuza kwa sababu umewaona watu wa Chibelela, umesikia machozi yao, wamama waliokuwa wamepoteza watoto wao. Mungu umeamua kuja kukomboa ardhi hii na kuleta faraja tena katika ardhi hii. Rabadikosha yake. Rabadikosha yake. Rakatika sayane. Eperia sayato koria. Endabadia sayakatayaba. Watu wa Chibelela, neema hii imekuja. Usifikirie ya kwamba Mungu anasema hafurahi kifo cha mwenye dhambi. Biblia inasema hafurahi kifo cha mwenye dhambi. Ndio maana unaweza kuwa unasema, Bwana nimefanya dhambi sana na mbona sijafa? Maana nimefanya dhambi sana na mbona sijafa? Ukisema katika Maombolezo 3 anasema ni huruma ya Mungu ya kwamba tuangamie. Rehema zake ni mpya kila siku kwenye maisha yetu. Mungu huenda ameachilia uwe hai mpaka leo kwa sababu anataka utengeneze maisha yako. Mungu amekuacha hai mpaka leo unaendelea kufanya dhambi, lakini tambua kwamba Mungu amekuacha hai kwa sababu anataka wewe ubadilishe maisha yako, umgeukie Yesu, uache dhambi, uache dhambi. Katika Isaya 55 anasema, katika Isaya 55:7 anasema, mtu mbaya na ache uovu, mtu asiye haki na ache mawazo yake mabaya, amrudie Mungu, Mungu atamrehemu. Watu wa Chibelela, mnasubiri nini? Mnasubiri nini kumpa maisha yenu Yesu? Mnasubiri nini? Wakati ni huu peke yake. Hakuna wakati mwingine ambao unaweza ukasema utakuja. Ninaongea kwa uchungu wa sababu. Mpokee Yesu. Mpokee Yesu. Haujui kesho itakuwaje. Neema imekuja mlangoni kwako. Neema imekuja malangoni mwako. Neema imekuja. Inaweza isirudie tena. Unaweza ukasema nasubiri kesho, alafu kesho isifike, ukawa umepoteza maisha yako. Ewe mtu wa Chibelela, mrudie Yesu. Mrudie Yesu. Mrudie Yesu. Dunia ni mbaya. Usipokuwa na Yesu, usipokuwa na Yesu, utaishia kupotea. Utaishia kupotea. Hebu leo amua. Amua. Unaweza kuwa umesikia mambo mengi. Inaweza zikawa zimekuja injili nyingi. Ni kweli unaweza ukasema injili zimekuja nyingi. Usizoe huduma. Usizoe huduma. Unasema mwaka jana walikuja mbona na hakutokea chochote. Usizoe huduma kwa sababu hujui kesho. Anasema watakuwa wakitembea wawili, mmoja atachukuliwa na mmoja ataachwa. Je, utakuwa wapi ikitokea leo maisha yako yamechukuliwa? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Utakuwa wapi mtu wa Chibelela? Utasema laiti ningejua. Utasema laiti ningejua. Alikuwa hapa pale binti anaongea. Laiti ningejua. 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 Utakuwa umechelewa. Utakuwa umechelewa. Utakuwa umechelewa. Mkili leo. Mkili leo Yesu. Abadilishe maisha yako. Naongea moyo unaniuma ya kwamba nafsi hizi zote zisichukuliwe. Na kuomba, naomba tusimame. Watumishi wa Mungu, naomba tusimame.
Asante Baba. Naomba watu wote tusogee karibu. Naomba watu wote huko walioko nyuma tusogee. Naomba tusogee. Nafasi ni hii tu. Naomba tusogee watumishi wote wa Mungu. Watu wa nyuma wote tusogee mbele.